Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Hii ni jioni njema ambapo namshukuru Bwana aliinua jina la Kristo adhuhuri hii ya leo. Nataka niwaambie kwamba Wakristo wenzangu, tusimame katika imani. Tuendelee kudumisha Ukristo wetu. Tuendelee kudumisha neno la Mungu. Ukiangalia hizi ni nyakati za mwisho, kwamba tukaweze kusimama katika imani, tukaweze kuona ya kwamba siku ya unyakuzi tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tukisoma katika kitabu cha Noa, ukifuatilia stori za Noa, wakati ambaye Noa alikuwa akijenga safina, alikuwa akihubiri, akieleza watu kwamba tukaweze kujenga safina, gharika inakuja. Lakini sisi kama wanadamu tulikuwa vichwa ngumu na wenye shingo ngumu. Wakati ambapo gharika ilikuja, tukapiga moyo konde na kusema ya kwamba hakika kumbe haya yalikuwa ni ya ukweli. Ukitazama leo hii manabii wa Bwana jinsi wanavyotueleza ya kwamba tukaweze kutengeneza njia, kwamba Masia yuhaja. Sisi kama Wakristo tumekuwa vichwa ngumu, tunaendelea kuishi katika dhambi, tunaendelea kutembea katika dhambi. Licha ya hayo yote, siku ambaye unyakuzi utafanyika, tutakuwa tunajiuliza ya kwamba kweli manabii wa Bwana walikuwa wakiongea ukweli na sisi tulikuwa tunayapuuza. Wenzangu, ninawahimiza tukaweze kufuata hii njia ambayo ni njia ya ukweli, tukaweze kutembea katika hii njia ya utakatifu. Sisi tumejitoa ya kwamba tukaweze kutembea katika hii njia ya utakatifu na uhaki, ili hiyo siku itakapofika tusije tukahaibika. Maana wengi hiyo siku watahaibika, wengi watawachwa. Usiwe mmoja ya wale ambao wataambiwa ya kwamba ondoka, mimi sikujui. Unabisha mimi nilikuwa mwimbaji, unabisha kwamba mimi nilikuwa mhubiri, nilikuwa natembea kwa utakatifu, lakini licha matendo yako yalikuwa yanaenda kinyume na neno la Mungu. Mbarikiwe na neno la Mungu.